Bwana, nilipofika eneo hili na kusikia mengi kuhusu Chifu Mkwawa, bwana, nikabahatika kukutana na mtoto wa kichifu ambaye naye amekuja kushuhudia hili eneo ambalo lilikuwa ni ngome ya Chifu Mkwawa. Kwa nataka naye nimsikie nini ambacho kimemvutia kufika eneo hili nyakati za usiku. Kwanza tutupitisha yeye ni nani kwanza. Mambo vipi? Safi, mambo yanaendaje? Safi, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Naona kabisa uko kigwanda kabisa, afu umejiandaa. Nini ambacho kimekuvutia kufika eneo hili la Chifu Mkwawa? Kwanza uanze na majina yako, wewe ni nani? Mimi naitwa Silas Kambawaida. Na nimetokea katika koo za kichifu, kina Kambawaida, kutoka jamii za Kidatoga ama Wabarbaig. Sasa nimekuwa katika koo ya namna hiyo na kuona kwamba kulikuwa na watu ni machifu, watu wenye legacy ambao wamepambana kwa jamii za Kiafrika kipindi cha kupambania kipindi cha ukoloni. Sasa nikasema nimesoma kwenye vitabu na ni vizuri nikaje kuona chifu zingine zina behave vipi na historia ikoje, nami nikavutiwa. Na kwa sababu hiyo nami nimekuja kwa heshima ya tamaduni yangu kuenzi legacy ambayo Chifu Mkwawa amekuwa akifanya katika jamii za nyanda za juu kusini. Tukufahamu vizuri. Wewe ni mtoto wa kichifu, mtoto wangapi? Chifu ana watoto wangapi? Katika familia ya baba wangu tumezaliwa 46 na mimi ni mtoto wa 18. Okay. Yes. Baba alikuwa na wake wangapi? Baba alikuwa na wake 5 na mama yangu ni mke wa 4. Nami ni mtoto wa 7 katika 10 kwa mama yangu. Yeah. Na utaratibu wenu nyinyi kwa machifu upoje ukilinganisha na utaratibu ambao tumesikia hapa Chifu Mkwawa? Kwa taratibu zetu sisi, watu wanapofika kwenye lango wanaimba kwanza. Na wanapoimba kwenye lango, baba atatoka akiwa peku. Na ndio maana hata mimi niko peku, na baba atakapotoka atatoka na mke wake mkubwa na wake wengine watafuatia, lakini baba na mke mkubwa wanakuwa front kuwapokea wale wageni. Wakishapokea wale wageni wataimba pamoja kwanza. Kama mita 30 kuingia langoni, sio kwenye lango moja kwa moja. Kwa hiyo wataimba nyimbo za asili za kumtukuza Mungu na kutaka baraka za Mungu, na baada ya hapo watafika. Wakifika wataimba, watatandika ngozi chini, then wataimba, na baada ya kuimba yule baba aliyekuwa chief mkuu wa ngome ile atawasalimia, na wakishawasalimia wataimba, alafu wamama wazee watakwenda faragha kuongea na chifu kueleza nini ujio wao haswa. Kwa sababu mara nyingi ujio kama inakuwa ni surprise. Kwa mfano mara nyingi lese mvua imechelewa, wanakuja kutaka mvua, ama kuna ugonjwa fulani, ama kuna taharuki fulani kwenye jamii, wanakuja. Kwa takriban miaka 12 nimepata neema ya kutumika kwa baba yangu katika imani hiyo kipindi hicho, kwa maana ya kwamba na baba alikuwa akiwa faragha na hawa mama na mimi nakuepo na nasikiliza, na baada ya kusikiliza vile ambavyo wanakuwa maelekezo kama kutakuwa na baraka, lakini baraka watakuja kutolewa kwa wote. Lakini saa 10 wakati jogoo anawika wataanza kuimba tena, na wataimba tena, na kama ni wa kuondoka basi kunatokea na utaratibu, watapewa baraka, na baraka ambazo kipindi kile walikuwa wanapewa za kichifu ni material fulani kama rangi ya chaki. Kwa hiyo watapakwa. Sasa wengine wanaanza kuwa na changamoto binafsi. Kwa mfano kama mwanamke hakuwa amewahi kupata mtoto, watamwekea hapa vitu vyeupe vile, alafu na hapa kwa maana ya kutabiri uzao, na kwenye mapaja. Na niliweza kufanya kazi hiyo kwa takriban miaka 12. Kwa hiyo nafahamu kwa nini ilikuwa na hivi, lakini kuna sasa ile ya jumla wote watawekewa usoni. Hiyo ni ya jumla kabisa, na baada ya hapo chifu atatamka baraka hasa kwa kile ambacho wamekijia, and then mapema kabisa wakati wa kukucha watatawanyika. Asante sana bwana, bila shaka tumekusoma mambo mengi. Bwana, mtoto wa kichifu umesikia ni mtoto wa 18 katika watoto 46 wa baba yake ambaye ni chifu. Bwana, ngoja tuendelee kupata historia ya Chifu Mkwawa.